za maneno yenye uzima. Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi katika huduma ya jioni ya leo. Msaidie kila mmoja aliyefika mahali hapa kusikia ujumbe wa jioni ya leo, kupokea ujumbe wa jioni ya leo na kuuamini ujumbe wa jioni ya leo. Katika jina la Yesu Kristo, tuhudumie na utubadilishe. Kwa utukufu wako tumeomba. Amen, amen. Asante, praise. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutakuwa na mwendelezo wa masomo ya pale msalabani, na somo ambalo tutakuwa nalo jioni ya leo lina kichwa kinachosema nguvu ya utakaso katika damu ya Yesu. Nguvu ya utakaso katika damu ya Yesu. Somo la jioni ya leo ni nguvu ya utakaso katika damu ya Yesu. Lengo la somo la jioni ya leo ni kukuonyesha faida za kutembea katika utakaso. Lengo la somo ni kukuonyesha faida za kutembea katika utakaso. Na mimi nataka tusikilize vizuri na mnielewe, watu wa Mungu. Kila maelekezo ya Mungu anayoyaachilia kwa ajili yetu yamebeba faida fulani kwa ajili yetu. Kila maelekezo ambayo Mungu ameyaweka kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya watu wake ni maelekezo yaliyobeba faida kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hiyo Mungu haachilii maelekezo yake kwa ajili ya kutuadhibu. Anaachilia maelekezo yake ili aweze kutupa faida, ili tuweze kufaidika ndani yake. Kwa hiyo na kwenye hili jambo la utakaso, ndani yake kuna faida, na ziko faida nyingi sana za utakaso. Tuanze kwa kuangalia kile kitabu cha Kutoka sura ya 31. Kitabu cha Kutoka ile sura ya 31 mstari wa 13. Kutoka 31 mstari wa 13. Biblia inasema, kisha nena wewe na wana wa Israeli kuambia, hakika mtazishika sabato zangu kuwa ni ishara ya mimi kati ya ninyi na vizazi vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Nisikilize, mstari huu unaanza kutupa kuelewa ya kwamba Mungu ni Mungu atakasaye. Mungu wetu ni Mungu atakasaye. Maana yake Mungu anahusika na utakaso wa maisha yetu, anahusika na kuyasafisha maisha yetu. Sasa unisikilize vizuri, hauwezi ukatembea vizuri na Mungu kwenye dunia hii bila kuwa na maisha ya utakaso. Hauwezi kuwa na ushirika mzuri na Mungu kwenye kizazi hiki bila kuyatakasa maisha yako. Na moja kati ya kitu nilichojifunza kuhusu Mungu, kitu kikubwa nimejifunza kuhusu Mungu, Mungu anapotaka kumtumia mtu kwenye eneo lolote lile, inaweza ikawa eneo la utumishi, inaweza ikawa ni eneo lolote la maisha yako, kabla Mungu hajamtumia huyo mtu, anamtakasa huyo mtu. Akimtakasa huyo mtu, anamtumia kwenye eneo alilomwitia, ili aweze kupata matokeo ambayo kwa jinsi ya kawaida asingeweza pata matokeo. Na Mungu anapotutakasa, anatutakasa kwa damu yake. Bwana asifiwe. Kitabu cha Waebrania ile sura ya 9, Waebrania sura ya 9
Waebrania sura ya 9 mstari wa 22. Waebrania 9:22. Biblia inasema, na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Kwa hiyo hauwezi ukatakasa kitu bila damu. Maandiko yanasema kwenye Agano la Kale vitu vyote vilikuwa vinatakaswa kwa damu. Kwenye Agano Jipya vitu vyote vinatakaswa kwa damu. Kwa hiyo jioni ya leo tutakapokuwa tunaenda mbele za Bwana, tunaposema Baba takasa maisha yetu, kifaa tutakachotumia kutakasa maisha yetu, tutaitumia damu ya Yesu iweze kutakasa maisha yetu. Haleluya. Sasa kabla hatujaangalia faida za utakaso, nikupe tafsiri mbili za maana ya neno utakaso. Tafsiri za maana ya neno utakaso, tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza, utakaso ni kutenga kitu au mtu. Utakaso ni kutenga kitu au mtu kwa ajili ya matumizi ya Mungu na ufalme wake. Ni kutenga kitu au mtu kwa ajili ya matumizi ya Mungu na ufalme wake. Ni kutenga kitu au mtu kwa ajili ya matumizi ya Mungu na ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize vizuri. Kwa hiyo utakaso, kufuatana na tafsiri hii, kwa lugha nyingine ya utakaso tunaweza tukasema utakaso ni kujiweka wakfu mbele za Mungu. Nisikilize vizuri, tuache kutazama watu. Sikilize vizuri. Utakaso maana yake ni kujiweka wakfu kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya ufalme wake. Ni kujiweka wakfu kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya ufalme wake. Sasa unisikilize. Kufuatana na tafsiri hii ya utakaso, unapoingia kwenye utakaso, utakaso sio tu kutakasa mtu. Utakaso kwa tafsiri hii ni pamoja na kutakasa vitu. Unaweza ukatakasa ardhi, unaweza ukatakasa nyumba, unaweza ukatakasa shamba, unaweza ukatakasa chochote, na hicho kitu kikawa kitakatifu kwa Mungu. Kwa hiyo nikupe mfano. Fikiri umeleta viti kanisani kwenu kama sadaka, au vitambaa kanisani kama sadaka, na kiongozi wako wa ibada akavichukua vile vitambaa akavitakasa kwa damu ya Yesu, alafu akaviweka wakfu mbele za Bwana. Vile vitambaa na viti vitakuwa vitakatifu, sio kwa sababu vimeacha kutenda dhambi. Vitakuwa vitakatifu kwa sababu vimetengwa kwa ajili ya matumizi ya Mungu na ufalme wake. Ni maalum kwa ajili ya madhabahu. Na ndio maana vile vitu vilivyotengwa, hata mtu akivichukua akiiba, utakaa na hofu kubwa, kwa sababu unajua hiki kitu ni cha madhabahuni, ni cha Mungu. Ni kikombe kile kile kinafanana na nyumbani mwako, lakini hiki kikombe cha madhabahuni kimetengwa. Kwa hiyo ni kitakatifu kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe. Okay. Kwa hiyo nizungumze kwa mfano mepesi zaidi. Fikiri labda kanisani kwenu mnataka kuweka wakfu wachungaji. Hawa ni wa theolojia, wamesoma theology miaka 3 au 4 au 5. Askofu anapoweka wakfu kwa ajili ya kuingia kwenye utumishi, wanakuwa ni watakatifu. Ni watakatifu sio kwa sababu wameacha kutenda dhambi. Wanakuwa ni watakatifu kwa maana ya kutengwa kwa ajili ya matumizi ya ufalme wa Mungu. Wanaweza wakawa na madhaifu mengi na mapungufu mengi, lakini wametengwa. Ni makuhani, wamewekwa wakfu kwa ajili ya utumishi wa kimadhabahu. Ifuatilie vizuri. Angalia kitabu cha Kutoka 30.
Alafu ule mstari wa 29 mpaka 30, 29 mpaka 30, Biblia inasema, na hayo mavazi matakatifu ya kuhani Haruni yatakuwa ya wanawe baada yake, wayavae watakapotiwa mafuta na yatakapotolewa kwa kazi takatifu. Huyo mwanaye atakuwa kuhani badala yake, atavaa kwa muda wa siku 7 hapo atakapoingia katika hema ya kukutania, ili atumike mahali patakatifu. Haruni na wanawe 32, na Haruni na wanawe wataila ile nyama ya kondoo na mikate iliyo kati ya ile kapu hapo mbele ya malango ya hema ya kukutania. Nao watakula vile vitu ambavyo upatanisho ulifanywa kwa hivyo, ili kuweka kazi takatifu na kuwatakasa, kama mgeni asivile, kwa maana ni vitakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unisikilize, misali hii anaeleza vitu kadhaa vinavyotakiwa kutakaswa. Anazungumza vyombo vitakaswe kwa ajili ya madhabahu, kuhani atakaswe kwa ajili ya utumishi, na wana wake Haruni watakaswe kwa ajili ya utumishi wa madhabahu. Nisikilize vizuri, Mungu anapoamua kutakasa kitu, anakitenga hicho kitu ili kitumike kwenye ufalme wake. Na alipomwagiza Musa watakase Haruni na watoto wake kwa ajili ya kazi ya ukuhani, kwa ajili ya kazi ya ukuhani, utakaso wa aina hii alikuwa na watakasa kwa maana ya kuwatenga ili waweze kutumika kwa kazi takatifu ya ufalme wa Mungu. Tunaenda pamoja? Sasa hiyo ni tafsiri ya kwanza. Utakaso ni kutengwa kwa ajili ya matumizi ya ufalme wa Mungu. Tafsiri ya pili. Tafsiri ya pili ya utakaso ni kutengwa mbali na dhambi na uovu. Ni kutengwa mbali na dhambi na uovu. Sasa unisikilize, kabla ya kutengwa kwa ajili ya kutumikia kusudi la Mungu, lazima utengwe mbali na dhambi na uovu. Hauwezi ukamtumikia Mungu na ukabeba dhambi kwa wakati mmoja, haviendi. Ni lazima ufue joho la dhambi na uvae vazi la utakatifu, ndio uweze kumtumikia Mungu kwenye madhabahu. Sasa mnisikilize vizuri, sijasema watumishi wote walioko madhabahuni ni watakatifu kwa maana wametengwa mbali na dhambi na uovu. Sikusema hivyo. Tunao watumishi wengi sana ambao ni watakatifu kwa maana ya kutengwa kwa ajili ya utumishi, lakini sio watakatifu kwa maana ya kutengwa mbali na dhambi na uovu. Kwa hiyo watakuwa madhabahuni, lakini ni tapeli, lakini ni waongo, lakini ni wazinzi, wana kila tabia ya duniani, lakini wako madhabahuni. Wanatumika madhabahuni kwa utakatifu wa kutengwa kwa ajili ya utumishi, lakini sio kwa ajili ya utakatifu wa kuwekwa mbali na dhambi na uovu. Tunaenda pamoja? Na ukiwa mtumishi wa Mungu ambaye umetengwa kwa ajili ya utumishi na haujatengwa mbali na dhambi na uovu, nisikilize, kuna aina ya matokeo kwenye utumishi wako hautayaona. Kuna aina ya udhihirisho hautaonekana kwako, kwa sababu msaada wa Bwana utaachiliwa kwako kama umeamua kulipa gharama ya kujitenga na dhambi na uovu. Haleluya, watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Tuangalie kitabu cha Zekaria. Zekaria 3. Zekaria 3 ile sura ya 1 mpaka ya 4. Biblia inasema, kisha kanionyesha Joshua kuhani mkuu. Hebu sema Joshua kuhani mkuu, amesimama mbele ya malaika wa Bwana
na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee shetani, na Bwana aliyemchagua Yerusalemu na akukemee. Je, hii si kinga kilichotolewa motoni? Basi Joshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa amesimama mbele ya malaika. Naye huyo akajibu akamwambia waliosimama mbele yake akisema, mfueni nguo hizi, ni zenye uchafu. Kisha akawaambia, tazama, nimekuondolea uchafu wako, nami nitakufika mavazi ya samani. Nisikilize, nimekusomea habari ya kuhani mkuu. Kwa lugha ya leo tungesema ni askofu mkuu. Kwa hiyo huyu ni kiongozi wa kiroho, alikuwa ametengwa kwa ajili ya utumishi wa madhabahu. Kwa hiyo alikuwa ni mtakatifu kwa maana ya kutengwa kwa kazi ya ukuhani madhabahuni. Sikiliza, kuhani mkuu alikuwa hajatengwa mbali na dhambi na uovu, na mbele yake alikutana na vita kubwa sana. Shetani amesimama na upanga, anataka kupiga maisha yake, na malaika yuko nyuma yake, hawezi kumsaidia. Kwa nini? Kwa sababu mavazi yake ni machafu. Kwa hiyo malaika akamwambia, ili uweze kupata msaada wa kiungu, vua mavazi yako. Kwa hiyo akamvua yale mavazi machafu. Walipofua yale mavazi machafu, malaika akasema, nimekuondolea uchafu wako. Hakuondolewa utumishi wa madhabahu, alikuwa bado ni mtumishi wa madhabahu, ila kuna vazi alilokuwa amevaa lilikuwa ni vazi la uchafu, vazi la dhambi. Lile vazi la dhambi lilimnyima kupiganiwa na Bwana, kutetewa na Bwana. Ni mpaka alipolifua vazi chafu. Baada ya kufua vazi chafu, malaika akaingilia kati, akampigania, akamsaidia. Ndio maana jioni ya leo natamani tuende mbele za Bwana, tumwambie Yesu atuoshe, atutakase, ili tuweze kuona mkono wake ukitupigania na ukitutetea kwa jina la Yesu aliye hai. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa tutazame faida za utakaso. Faida za utakaso. Ziko faida, nimeandika 5 kwenye Biblia, ziko nyingi. Tutaangalia tutakimbizana nazo kwa kiwango gani. Faida ya kwanza, utakaso hutuwezesha kutimiza kusudi la wito wetu. Utakaso hutuwezesha kutimiza kusudi la wito wetu. Kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 3 na wa 4. Waefeso sura ya 1 mstari wa 3 na mstari wa 4. Biblia inasema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotangulia kutuchagua, alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Nisikilize vizuri. Mstari huu nimekusomea, anafunua kitu kizuri sana. Anaonyesha kusudi la wito wetu. Maandiko anasema Mungu ametuchagua miongoni mwa watu wengi. Ametuchagua kwenye kabila zetu, kwenye lugha zetu, kwenye jamaa zetu, kwenye familia zetu. Na alipotuchagua alikuwa na makusudi ndani yake. Kusudi lake ni ili tuwe watakatifu mbele zake, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Daka lile neno mbele zake, kwa sababu unaweza ukawa na hatia mbele za watu lakini usiwe na hatia mbele zake. Unaelewa ninachokuambia?
Unaweza kuwa umejitakasa, lakini kuna mtu anakumbuka makosa yako ya miaka 5, miaka 20, miaka 15. Ukijua ya kwamba umetakaswa, uwe na amani moyoni mwako. Maandiko yanasema uwe mtakatifu, mtu asiye na hatia mbele zake. Kwa sababu unaweza ukamdai mtu deni lako, akakuona ni kama vile sio mtakatifu. Kisikusumbue, dai deni lako, lakini tunza utakatifu wako mbele zake. Kwa hiyo kusudi la wito wetu ni ili tuwe watakatifu mbele za Mungu, watu wasio na hatia katika pendo. Sasa unisikilize, wito wetu wa kwanza kama Wakristo sio wito wa kujiunga na makanisa kwanza, au vikundi kama hiki, au fellowship yoyote ile. Wito wetu wa kwanza ni wito wa utakatifu. Unaweza ukawa kwenye jengo zuri sana, fellowship nzuri sana, mahali maombi yanafanyika kama hapa, na tunaona matokeo kama hapa, na bado wewe peke yako usiwe mtakatifu. Utakatifu sio wa kigrupu, ni kitu cha mtu binafsi, na utakatifu wako unaamua maisha yako ya baadaye yatakuwaje. Kama nafikiri nakutania, nenda kasome habari za Lazaro na tajiri. Walipoishi hapa duniani, walionekana ni kama wote wako pamoja, ni kama miisho yao inafanana. Walipokufa, mmoja alikuwa kwenye kifua cha Ibrahimu, mwingine alienda kuzimu. Huyu alienda kuzimu anasema, naomba Lazaro alete hata maji. Malaika akamwambia, kuna ukuta mkubwa sana ambao umetutenga kati yetu sisi tulio huku na ninyi mlioko huko. Maana yake nini? Maisha yetu ya baadaye tunaamua tukiwa duniani. Ukiwa bado uko duniani, unaweza ukaamua mwisho wake ukawe pamoja na Baba yako wa mbinguni. Unaweza ukaamua mwisho wako uwe ni wa mateso na moto wa milele. Ni uamuzi wako, ni kitu unaamua ukiwa duniani. Jamani, Bwana asifiwe. Kanisa, haleluya, haleluya. Kitabu cha Petro wa kwanza, Petro wa kwanza ile sura ya kwanza mstari wa 15 na wa 16, maandiko anasema, bali kama yeye aliyetuita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Nisikilize, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Sikilize vizuri, watu wa Mungu. Nazungumza hili neno kwa upendo kabisa na watu ninaowapenda sana. Huyu Mungu aliyetuita, yeye ni mtakatifu mno. Ndani yake hakuna giza, ndani yake hakuna uovu. Yeye ni nuru tupu, ni mtakatifu. Kwa asili ya Mungu ni usafi. Kwa hiyo sisi aliyotuita kwenye ufalme wake, anataka tuwe watakatifu mbele zake kama yeye alivyo mtakatifu. Kwa lugha nyingine, Mungu ametuokoa na ametuingiza kwenye ufalme wake ili aweze kujifotokopi kwenye maisha yetu. Ajifotokopi kwenye maisha yetu kwa namna ambavyo ataonekana kwa njia ya maneno yetu na matendo yetu na usemi wetu na mwenendo wetu, ili watu wako hiyo wakitutazama wawe na uwezo wa kumwona Kristo kwenye maisha yetu. Haujanielewa? Kuwa mtakatifu kwa lugha nyingine ni kuwa wa tofauti kwenye maisha. Watu waone tofauti yako kwenye utumishi wako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hayo ni moja kati ya makusudi ya Mungu ya wito wetu kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Hiyo ni faida ya kwanza. Tunatimiza kusudi la wito wetu ambalo ni utakatifu. Faida ya pili, utakaso huchochea matendo ya Mungu. Utakaso huchochea matendo ya Mungu.
utakaso huchochea matendo ya Mungu. Kitabu cha Joshua ile sura ya 3 mstari wa 5. Joshua 3 mstari wa 5. Biblia inasema, Joshua akawaambia watu, jitakaseni, maana kesho nitatenda mambo ya ajabu kati yenu. Jitakaseni, maana kesho nitatenda mambo ya ajabu kati yenu. Nisikilize vizuri. Wakati Joshua Mungu anazungumza naye haya maneno, walikuwa wanakaribia kuvuka mto Yordani, na walikuwa wamefika kwenye ukingo wa mto. Maji yalikuwa yamejaa juu, na wanataka wavuke ng'ambo ya pili. Wanataka msaada wa Mungu wasaidie kuvuka pale. Na Mungu anamsemesha Joshua, anasema, Joshua, jiosheni, jitakaseni, kwa maana kesho nitafanya mambo ya ajabu. Maana yake nini? Joshua, Mungu alikuwa anajaribu kusema, kama kuna kitu ambacho nitafanya kwenye maisha yenu kesho, basi nitafanya hicho kitu kwa sababu mejitakasa. Kwa hiyo utakaso unatengeneza mazingira ya Mungu kufanya kitu kwenye maisha yetu. Nisikilize tena. Kufuatana na haya maandiko yanaonyesha ya kwamba Mungu sio mnyimi wa matendo yake. Mungu sio mnyimi wa miujiza, sio mnyimi wa uponyaji, sio mnyimi wa baraka. Lakini kitu kimoja hapa anachotafuta kutoka kwetu ni hali ya viroho vyetu. Hali ya viroho vyetu. Kama unaweza ukajitakasa, Mungu atakuwa tayari kutenda jioni ya leo. Atakuwa tayari kututendea. Anasema, jiosheni, jitakaseni, maana kesho nitageuza kikwazo chenu, kitakuwa muujiza mbele yenu. Haleluya. Mimi kwenye maisha yako unatamani kuona matokeo ya kiungu. Kama unataka kuona matokeo makubwa, umechoka na matokeo ya wastani, hii ni moja kati ya kanuni ya msingi sana. Ishi maisha ya utakaso. Tunaweza tukakuombea sawa, ukapokea neema, ikakusaidia mpaka hatua fulani, lakini haitakufaidi. Lazima ufike mahali uamue kuishi maisha ya utakaso. Mtumishi, dunia hii ni ngumu, machafuko ni mengi. Ni sawa. Ndio maana damu ya Yesu iko. Damu ya Yesu itakutakasa tena. Hata ukikosea kesho, rudi msalabani, mwambie Bwana, nimekosea tena, nioshe, nitakase. Yeye ni mwaminifu, atatakasa dhambi yako. Haleluya. Lakini hiyo isiyo ndio kwamba ndio tabia, kwamba kwa kuwa yeye utakasa basi mimi nitakuwa naanguka na kutakaswa. Hapana. Mungu anataka tuishi maisha ya ushuhuda, maisha ya utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kitabu kile cha Isaya 59 na mstari wa 1 na wa 2. Biblia inasema, tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata asiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake hata hataki kusikia. Zimeuficha uso wenu hata hataki kusikia. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema mkono wa Mungu sio mfupi. Anapozungumza juu ya mkono, anazungumza juu ya uweza wake wa kutenda. Anasema masikio yangu sio kiziwi, maana yake nasikia mnachoomba, najua vilio vyenu. Macho yangu yanaona, najua mnapopitia, najua mapito yenu, najua huzuni yenu, lakini natamani kuwasaidia. Ila kuna kitu kimejengwa katikati yenu, kimeniwekea ukuta unaonifanya nishindwe kuwasaidia. Kuna vazi mmevaa, ni vazi chafu, linanizuilia Mungu kutenda kati yenu. Lakini kama mtaweza kulivua hilo vazi mkalitupa pembeni
niko tayari kunyoosha mkono wangu na kutenda maajabu kati yenu na kuwasaidia na kuwafusha. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu mnisikilize. Mungu ana utajiri wa kila tunachokihitaji. Kinachozuia mkono wake, maandiko yanasema dhambi zenu zimewafarakanisha ninyi na Mungu. Inamaanisha tunapoondoa dhambi kwenye maisha yetu, tatizo linakuwa sio Mungu kujibu. Tatizo linakuwa ni wewe unataka Mungu ajibu wapi. Omba lolote, ni kwenye afya, ni kwenye kazi, ni kwenye ndoa, ni kwenye biashara, omba maadamu umeondoa kikwazo. Lakini maandiko yanasema mkono wake sio mzito, anaweza kutusaidia, anaweza kututendea, lakini kuna kitu kinatufarakanisha sisi na Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Sijui kama mnaelewa. Kitabu cha Zaburi 66. Zaburi 66. Ule mstari wa 18 mpaka 20. Zaburi 66. Mstari wa 18 mpaka 20. Biblia inasema, kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana asingenisikia. Hakika Mungu wangu amesikia, amesikiliza sauti ya maombi yangu. Na ahimidiwe Mungu asiyekataa maombi yangu, wala kuniondolea fadhili zangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa lugha nyingine, Daudi anasema, hapa nilipo nimeshiba utajiri wa matendo ya Mungu, baraka za Mungu, wema wa Mungu. Nimeshiba na nina utele wa mema ya Mungu. Sio kwa sababu najua kuomba. Kuna watu wanaweza kuomba kuliko mimi Daudi. Kuna watu wanaweza kusafiri kwenye maombi masaa 3 wanautafuta uso wa Bwana, lakini hawana matokeo kama ya kwangu. Kinachonitofautisha mimi Daudi na watu wengine wote ni kwa sababu nimechagua kuyatakasa maisha yangu. Na kwa sababu nimetakasa maisha yangu, Mungu hakatai maombi yangu. Watu wa Mungu mnisikilize. Mungu hawezi kuyakataa maombi yetu kama tutatakasa maisha yetu. Ikiwa tutamwambia Baba, jioni ya leo tuoshe sisi, tutakase sisi, ataponya ndoa zetu, ataponya watoto wetu, ataponya uchumi wetu. Anachotafuta ni maisha ya utakaso. Wakiwepo watu wa kujitakasa, atakuweko Mungu wa kujibu maombi yao. Jina la Yesu libarikiwe. Daudi anasema, ashukuriwe Mungu asiyekataa maombi yangu, kwa sababu sikuwaza maovu ndani yangu. Inamaanisha maovu ni zuio, ni kwazo la kujibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sijui kwenye maisha yako unafurahia majibu ya unachoomba kwa kiwango gani, lakini kama unaona matokeo yako sio makubwa kwa kiwango kile, basi unahitaji kuomba toba na utakaso mbele za Mungu. Na Mungu wetu ni mwaminifu, atatutakasa, atatusamehe. Biblia inasema hata kama dhambi zetu zingekuwa nyekundu kama bendera, yeye anatutakasa zinakuwa nyeupe kama seluji. Damu ya wanakondoo na mbuzi kwenye Agano la Kale yenyewe ilikuwa inafunika dhambi, lakini damu ya Yesu ikiachiliwa inaondoa kabisa dhambi isiweko, na unakuwa mtu mpya mbele za Bwana. Ni kama hujawahi kutenda dhambi, unakuwa ni mtu mpya. Na huyo ndio mtu anayemtafuta Mungu jioni ya leo. Anatafuta watu ambao Mungu atatembea nao, ataunyoosha mkono wake kwao, wafurahie matendo ya Mungu kwao. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Tuangalie jambo la 3 kwa sababu ya muda, liwe la mwisho. Jambo la 3. Utakaso ni siri ya kuaminiwa na rasilimali za mbinguni. Utakaso ni siri ya kuaminiwa na rasilimali za mbinguni.
ni siri kuu ya kuaminiwa na rasilimali za mbinguni. Na unisikilize vizuri, tunapozungumza juu ya rasilimali za mbinguni, tunazungumza juu ya hazina ya Mungu. Maana yake vitu vya thamani alivyo navyo Mungu vinaitwa hazina ya Mungu. Na ukienda kwenye Biblia, anapozungumza juu ya hazina, anazungumza juu ya hekima yake, maarifa yake, upako, nguvu zake. Ni hazina ya kiungu. Sasa unisikilize, sisi wanadamu uko duniani, vitu vya thamani kama hazina tunawekaga benki. Unaweka fedha, unaweka dhahabu, unatunza benki. Lakini Mungu vitu vya thamani anaweka ndani ya watu, anahifadhi ndani ya watu. Na mnisikilize, ingawa Mungu anaweka hazina yake ndani ya watu, lakini si kila watu anawaamini kuweka hazina yake ndani yao. Si kila mtu. Kuna watu hawezi kuamini kuwapa hazina, ni wale waliokidhi vigezo vya utakatifu mbele zake, ndio anawaamini anaketisha hazina yake ndani yao. Na unisikilize, kwenye Biblia kuna ngazi 3 za utakatifu. Kwa hiyo nikutajie 2. Ngazi ya kwanza ya utakatifu ni utakatifu wa kupewa au wa kuaminiwa. Kila mtu aliyezaliwa mara ya pili kwa kumpokea Kristo moyoni mwake ni mtakatifu. Amehesabiwa haki bure, amefanywa mwenye haki kwa sababu ya kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo kwa kuzaliwa tu wewe ni mwenye haki, ni mtakatifu. Kwa hiyo kuna utakatifu wa aina hii unaitwa wa kupewa. Kwa hiyo unakuwa mtakatifu pamoja na mapungufu ulionayo, unaitwa mtakatifu. Lakini kuna ngazi ya pili ya utakatifu unaitwa utakatifu wa dhabihu. Utakatifu wa dhabihu ni wakati unaamua kuishi maisha ya kujikana. Unaamua kuteseka, kuacha tabia fulani, mwenendo fulani, ili umpendeze Mungu. Na ni aina hii ya utakatifu wa dhabihu ambao ukiamua kuishi ndio utamfanya Mungu awekeze hazina yake kwako, aweke vitu vya thamani kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Tuangalie kitabu cha Waebrania. Waebrania ile sura ya 1 na mstari ule wa 9. Waebrania sura ya 1 na mstari ule wa 9. Biblia inasema, umependa haki, umechukia maasi. Kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta ya shangwe kupita wenzio. Nitaka udake ile neno, amekupaka mafuta ya shangwe kupita wenzio. Sasa unisikilize, ukisoma hili neno anaposema kupita, anazungumza juu ya utofauti wa viwango vya mafuta. Na mimi nataka ufahamu viwango vya mafuta kwenye ufalme huu vinatofautiana, na vinatofautiana kutokana na aina ya wito ambao Mungu amekuitia. Mungu anapoweka mafuta kwa mfanyabiashara, mafuta kwa mfanyakazi, mafuta kwa mjasiriamali, mafuta kwa mtu fulani, yale mafuta sio kwa ajili ya kutoa pepo au kuponya magonjwa. Ni mafuta kwa ajili ya kumwezesha kupata matokeo yanayozidi uwezo wake, yanayozidi elimu yake, yanayozidi mtaji wake, yanayozidi uwezo ulionao. Kuna mtu kwenye Biblia anaitwa Bezaleli. Mungu aliachia roho ya hekima na maarifa na akaweka mafuta ndani yake. Yale mafuta hayakuwa kwa ajili ya kuhubiri. Aliachilia mafuta ili awe mbunifu, ajue namna ya kubuni vitu kwenye eneo la ufundi na vitu vya kimadhabahu. Ni mafuta alikaa juu yake. Sasa Mungu anapoachilia mafuta juu ya watumishi wake, upako anapoachilia juu ya watumishi, ni kwa ajili ya huduma ya kimadhabahu, kwa ajili ya kufundisha, kwa ajili ya kuhubiri, maombezi, uponyaji, ishara, miujiza. Ni upako ule ule katika Roho Mtakatifu, lakini unafanya kazi tofauti kwa kutegemea aina ya wito na kusudi.
Sasa unisikilize, ni nini kinachotofautisha watu walioitwa kwenye eneo moja au kusudi inayofanana wawe na matokeo tofauti? Kitu kimojawapo ni viwango vya utakaso. Biblia inasema nimechagua maisha ya utakaso kwa kukataa dhuluma na kubeba haki, na kwa sababu hiyo nimepakwa mafuta ya furaha kuliko wengine. Kwa inawezekana huyu ni baba, wanafanya kazi kwenye ofisi moja, wote wamejaa Roho Mtakatifu, lakini kuna namna yeye ana mafuta yanayozidi wengine, ana kibali kuliko watu wengine, anapata fursa kuliko watu wengine, anaona upendeleo kuliko watu wengine. Kinachomfanya awe wa tofauti kuliko wengine ni kwa sababu ana mafuta yanayozidi wengine kwenye ufalme. Hatufanani viwango vya matokeo na udhihirisho, kwa sababu viwango vya mafuta pia vinatofautiana, na sababu mojawapo inategemea vina vya utakaso wa maisha yetu. Umeamua kuchagua kujitakasa kwa kiwango gani, ili Mungu aweze kutembea na wewe, asafiri na wewe, na ufurahie matokeo ya kiungu. Huyu ndugu anasema nimechukia dhuluma na nikapenda haki. Nisikilize mtu wa Mungu, kuna mafuta yanaachiliwa kwa ajili ya kitu unafanya, kwa ajili ya kazi ulionayo, lakini hayo mafuta yanasubiri utakaso wako. Kama jioni ya leo kutoka ndani ya moyo wako utasema, Baba nioshe mimi, nitakase mimi, atadondosha hayo mafuta, na mafuta yakikaa juu yako kuanzia kesho yataanza kutofautisha maisha yako, yatatofautisha maisha yako katika jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya, amen. Kitabu cha Waamuzi, Waamuzi sura ya 16, Waamuzi sura ya 16 mstari wa 20 mpaka 21. Waamuzi 16 20 mpaka 21. Biblia inasema, kisha akasema Samson, Wafilisti wanakujia. Akaamka katika usingizi wake, akasema, nitakwenda nje kama siku nyingine na kujionyesha. Lakini hakujua Bwana amemwacha. Nataka mnisaidie kusema hakujua Bwana amemwacha. Naomba turudie, sema hakujua Bwana amemwacha. Ule mstari unaofuata, mstari wa 21, Wafilisti wakamkamata, wakamtoboa macho, wakateremka mpaka Gaza, wakamfunga kifungo cha shaba, naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Naye alikuwa akisaga ngano katika gereza. Nisikilize vizuri, nisikilize vizuri. Roho Mtakatifu anapoteremka ndani ya watu, anateremka kwa ishara kubwa sana za mbinguni, na ishara mojawapo anakuja na lugha mpya ndani ya mtu. Kwa utaona mtu akinena kwa lugha, na anaponena kwa lugha kila mtu atajua huyu dada, huyu baba ametembelewa na Roho wa Bwana. Lakini nisikilize, Roho Mtakatifu anapoondoka, anaondokaga bila taarifa. Anaweza akakuachia lugha ya kiroho, lakini ameondoka. Ulipokuwa na Roho Mtakatifu na lugha, hata muonekano wako ulikuwa umefunikwa nguvu za Mungu, ulikuwa na utisho wa kiungu. Watu walikuheshimu kama mtu wa Mungu kwa sababu umefunikwa na nguvu za Mungu. Roho wa Bwana alipoondoka, umebaki na lugha ya rohoni. Unanena kwa lugha kanisani, unaweza kutembea masaa 3 unanena kwa lugha, lakini heshima yako haiko. Hamna naye kutambua, hamna naye kuheshimu. Kwani thamani yetu inamtegemea Roho Mtakatifu aliye ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Na kwa bahati mbaya sana,
ni vigumu sana kujua kama Roho Mtakatifu ameondoka. Utajua Roho Mtakatifu ameondoka siku ukifika mahali pagumu kwenye maisha yako, mahali ambapo unamtaka Mungu na ni Mungu peke yake. Nisikilize, kuna nyakati kwenye maisha watu wa Mungu tunapitaga mahali ambapo huoni msaada kwa wanadamu, huoni msaada kwa ndugu, huoni msaada kwa majirani. Ni Mungu peke yake ndiye anatakiwa kusaidia, na Mungu akikunyamazia kimya ndio umekwisha maisha. Hicho ndio kipindi ambacho Samson alikutana nacho. Ameanguka, amefichua siri, wamekata nywele, nguvu zake zimeondoka. Delila anamshtua, adui zako wako nje. Alipochungulia dirishani akaona adui wako nje, akavaa nguo zake, akasema nitaenda kujionyesha kama zamani. Alipotumia uzoefu wake wa kale haukumsaidia. Alijaribu kuliitia jina la Bwana, Bwana alimnyamazia kimya. Umewahi kunyamaziwa kimya na Mungu wakati unahitaji msaada wake? Unaona adui zako ndio hapa na wanataka kumaliza maisha yako, wanataka kukata maisha yako na uhai wako. Unamtaka Mungu akusaidie, lakini hawezi kusaidia. Kuna kitu umeharibu kwenye maisha yake, msaada wake umeondoka kwako. Walikuwa ni wakati huo, wakamkamata Samson. Biblia inasema wakamtoboa macho, wakampeleka mpaka gerezani kule Gaza. Walipomdumbukiza gerezani, wakampa kazi ya kusaga ngano. Huyu ni mtu aliyekuwa na mafuta, aliyetiisha falme, aliyetiisha mamlaka. Maana yake nini? Heshima yetu kwenye huu falme ni mafuta tulionayo. Heshima tulionayo ni Roho Mtakatifu kuwa pamoja nasi. Ujanja wa kusema hatutaki wachawi kwenye anga, kwenye huu mji, ni kwa sababu tuna Roho Mtakatifu. Roho wa Bwana akiondoka, maombi yako yatakuwa ni kelele mbele za Bwana. Utaita, utalia, lakini hawezi kusikia. Umempoteza mtu wa samani, anaitwa Roho Mtakatifu. Ndio maana Mungu amenituma niseme na wewe, unahitaji kuwa na matokeo na ushindi kila wakati, lakini lazima ujifunze kuishi maisha ya utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Haleluya. Wakambi wanafurahia somo. Kitabu cha Mhubiri, Mhubiri ile sura ya 9, Mhubiri sura ya 9 mstari wa 8. Mhubiri 9 mstari wa 8. Biblia inasema, mavazi yako na yawe meupe siku zote, wala kichwani kwako kusikose marihamu. Marihamu ni mafuta. Anazungumza juu ya upako. Nisikilize, anasema mavazi yako yawe matakatifu daima. Anapozungumza juu ya mavazi, hazungumzi juu ya nguo tulizovaa. Anazungumza juu ya hali ya kiroho ya maisha yako. Hali ya kiroho ikiharibika, ikibeba dhambi, manake mavazi yako rohoni ni machafu. Ukitakasa maisha yako, mavazi yako ni meupe. Ndio maana kwenye Ufunuo anasema heri wale waliooshwa mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo, kwa sababu majina yao yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. Wanaheri wao waliooshwa kwa damu ya mwana kondoo. Mimi sijui kwenye maisha yako, lakini nimekuja kukusemesha jioni ya leo, kama unataka mafuta kwenye maisha yako, takasa maisha yako. Kuna viwango wanangu mnahitaji mtembee navyo kwenye waimbaji. Hamtakiwi muimbe kama waimbaji wengine wote. Mnatakiwa muimbe sio kwa vipawa vyenu. Muimbe, mwachilie mafuta na watu wahudumiwe kwa njia ya uimbaji wa kwenu. Tunao waimbaji wengi wazuri huko. Samson alijaribu kutumia uzoefu alionao, kipawa alichonacho, aende akapigane naye, lakini Bwana alikuwa ameondoka. Kumbe ushindi wake ulimtegemea Bwana wa vita. Alipompoteza Bwana wa vita, alipoteza vita yake. Mimi sijui kwenye maisha yako, lakini Mungu akikuita kwenye utumishi, mwanangu, tunza utakatifu na Roho Mtakatifu ndani yako. Yeye ndiye atakayekupa matokeo, yeye ndiye atakayekupa ushindi. Ukimpoteza Roho Mtakatifu ndani yako, umepoteza
umepoteza ushindi kwenye maisha yako, umepoteza matokeo ndani yako, kama kuna kitu cha kutunza ni utakatifu mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nitakase ili nitembee na nguvu zako na neema yako kwenye maisha yako. Hatuwezi kupindua ulimwengu huu kwa injili yenye nguvu, ni mpaka Bwana amekuwa pamoja nasi. Hatuwezi kuponya watoto wetu na kizazi tulicho nacho, ni mpaka Bwana amekuwa pamoja nasi. Na ili Bwana awe pamoja nasi, tutakase maisha yetu kwa damu yake ya thamani. Yeye ni mwaminifu, ataachilia mafuta yake na neema yake juu yetu. Kandarabosakaya. Jesus. Simama kwa miguu yako. Bila Yesu mimi ni mzuri. Aliingia rohoni mwangu Bwana. Kinywa chako tena. Aliingia rohoni mwangu Yesu. Ananiambia ewe mwanangu, usili. Bwana ninajua shida zangu. Yesu wewe nitazitatua. Bila Yesu. Bila Yesu. Jina la Yesu libariki. Tunaweza kusimama, tusimame. Nataka tuende mbele za Mungu sisi sote, kila mmoja ukiweza kukaa, ukiweza kusimama. Baada ya maombi haya tukishaabudu, ombi letu itakuwa: Baba, nitakase kwa damu yako, niondolee kitu chochote kinachokuhuzunisha. Nisikilize mtu wa Mungu, tukishamaliza kuomba hilo jambo, tutaomba na neema ya Mungu ituwezeshe kuishi maisha ya utakaso. Saa nyingine ni ngumu sana, mambo tunayokutana nao ni magumu, hatuwezi kwa uwezo wetu. Bila yeye kutusaidia sisi, mbona hatuwezi? Ni wadhaifu. Kama kuhani mkuu, askofu mkuu alishindwa, wewe unafikiri unaweza kwa nguvu zako? Petro mwenyewe alimkana Yesu mara 3. Kwa nini wewe unafikiri unaweza kwa nguvu zako? Lakini maandiko yanasema iko neema ituwezeshayo kutembea katika njia ya utakaso. Tukishaomba utakaso, tutamwambia Mungu, tuwezeshe. Peke yetu hatuwezi, tuwezeshe. Omba kwa kuugua, omba kwa kumaanisha, omba utakaso, omba. Ukiweza kuomba hata kwa ajili ya watoto wako, mme wako, familia yako, omba kwa kumaanisha. Kuna vilio vingine umelia kwenye kazi, umelia kwenye ndoa, umelia kazini kwako, ni kwa sababu Mungu alikuwa anasubiri siku kama ya leo utakayomwambia, Baba, nioshe nitakase. Osha watoto wangu, osha mme wangu, osha mahali pangu pa kazi, akuosha kutakasa. Tutaabudu, alafu tutaenda kuimba, kuomba. Asante. Mahali uliponyosha mkono wako juu namna hii. Yesu ameripa pale sarabani. Haleluya. Nirihu kabisa deni za gula zambi. Ndiyo Bwana. Yesu ameripa pale sarabani. Haleluya. Nirihu. Unaweza kujua sauti kwa utaratibu sasa. Deni zangu za zambi. Shana mandara bagadas. Keria bahando. Harem Salaman. Salamani. Harakatapaya. Ndio kinywa chako tena ukiri maneno. Deni zangu, deni zangu na zambi. Harabababo.
Alimaliza Yesu, alimaliza Yesu, ni zangu Yesu yeye, Yesu yeye, pale msalabani,
yako juu. Kila mmoja inua mikono yake juu. Sema, Bwana Yesu, nisaidie microphone yangu, zingine zote zinyamaze kimya. Sema, Bwana Yesu, jioni ya leo nioshe nitakase, nioshe nitakase eneo lolote nililokukosea katika maisha yangu. Baba, jioni ya leo nioshe nitakase kwa damu ya samani, kwa damu ya samani, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, kila uovu, kila dhambi niliyoitenda mbele za uso wako, jioni ya leo ninaanguka kwako kwa moyo wa toba. Ninaomba unisamehe, ninaomba unitakase. Ninavua vazi la dhambi na uovu kwa damu ya mwana kondoo. Kila mmoja ingia kwenye toba, kila mmoja ingia kwenye toba, kila mmoja ingia kwenye toba. Kandaraba satandarabakaya, ingia kuomba toba kwa ajili yako. Damu ya Yesu iko hapa kwa ajili ya kututakasa. Damu ya Yesu iko hapa kwa ajili ya kututakasa. Rapakata ya manderebosa, rikata ya mandarabosa, rikokorobosa tayamanda. Tunakuja mbele zako kwa toba. Nioshe kwa damu yako, nitakase kwa damu yako. Mimi Danieli Sanga ninatubu mbele za uso wako kwa ajili ya dhambi na uovu niliyoutenda mbele yako. Mungu liye mwaminifu, ninaanguka mbele zako. Mimi mtoto wako nilipokukosea kwa njia ya matendo na maneno, nioshe jioni ya leo kwa damu ya utakaso, kwa damu ya utakaso, kwa damu ya utakaso, kwa damu ya utakaso, kwa damu ya utakaso. Rapakata manderebosa, zikanda rabababosa.